Wilaya yetu ya Mpanda bado inayo fursa kubwa sana ya uchimbaji wa madini kama ambavyo ilielezwa hapa na wataalamu wetu. Nitumie nafasi hii kualika wawekezaji kutoka nje ya wilaya Mpanda na hata kutoka nje ya nchi kufika katika wilaya yetu ya Mpanda na kuona hizi fursa ambazo zipo na kuweza kuzichangamkia, huku wanapoingia katika wilaya yetu kuhakikisha kwamba wanazingatia taratibu na miongozo yote ambayo imewekwa kwa mujibu wa sheria. Nitoe pia rai kwa wenye leseni kuzilipia, na kama hazilipiwi, watu wa madini mnajua mnatakiwa mfanye nini. Hatuwezi kuwa na white elephant. Hatuwezi kuzuia watu wengine wenye uwezo wa kufanya kazi washindwe kufanya kazi kwa sababu kuna watu wameshikilia tu na hawafanyi chochote. Kwa hiyo wote wenye leseni wahakikishe wanazilipia ili kuepuka kuwa na leseni hewa ambazo zinazuia na kurudisha nyuma maendeleo yetu. Nitoe pia rai kwa pande zote mbili, kwa maana ya wale wachimbaji wadogo ambao wanaingia mikataba ya kupata msaada kwa maana ya huu msaada wa kiteknikali, technical support agreement. Haya makubaliano ambayo mnayaingia, pande zote mbili zina wajibu wa kutekeleza haya makubaliano ili kuepusha migogoro na changamoto za huko baadaye. Nitoe pia rai kwa wachimbaji kufuata mpango wa utunzaji wa mazingira ambao mmeuwasilisha wenyewe, na kwenye hili pia niwaagize maafisa wa mazingira wa halmashauri ya manispaa ya Nsimbo pamoja na halmashauri ya manispaa pamoja na halmashauri ya Nsimbo kuhakikisha mnakuwa karibu na wachimbaji ili waweze kutekeleza ipasavyo mpango wa utunzaji wa mazingira ambao umeandaliwa na kuwasilishwa. Kikao hiki cha leo ni matumaini yetu kwamba kitaenda kujenga msingi imara wa kuongeza mapato katika wilaya yetu ya Mpanda kupitia sekta hii ya madini. Ni matarajio yetu kwamba sekta hii ya madini muda sio mrefu iwe na uwezo wa kuingiza mapato kwa zaidi ya 75% kwenye halmashauri zetu pamoja na TRA. Hilo ninaamini linawezekana. Lakini pia nitoe rai kwenu, pamoja na kwamba tunayo changamoto ya kukatika kwa umeme, nataka niwaambie serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na kupitia maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa alipofanya ziara hapa mwaka jana mwezi wa 7, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo kwa TANESCO kuhakikisha mkoa wa Katavi unapata umeme wa kutosha. Kwa hiyo naomba tuendelee kuwa na imani na hayo maelekezo ambayo yametolewa na Mheshimiwa Rais kwamba tutapata umeme wa kutosha, na TANESCO ni jukumu lenu kuhakikisha mnatafsiri maono haya na dhamira ya Mheshimiwa Rais yaweze kufikiwa katika wilaya yetu ya Mpanda. Nitoe rai pia kwa maafisa madini kwa mazingira ambayo tunayo na wote tunayaona. Umefika wakati sasa muda wa kukaa ofisini uwe ni mchache mno. Maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyoyatoa ya kukaa ofisini siku 2, pengine yenyewe mnahitaji siku 1 tu ya kukaa ofisini kwa wiki. Siku nyingine nendeni site mkaangalie kuna mambo gani yanaendelea, kuna changamoto gani, ikibidi mshirikiane na watu wa mazingira. Mkikuta changamoto, mkikuta matatizo, mchukue hatua kwa wakati. Lakini pia mtumie nafasi hiyo hiyo kukutana na viongozi wetu wa vijiji pamoja na mitaa kuendelea kutoa elimu pamoja na wananchi wetu kwa ujumla. Kwa hiyo tunatarajia tutakapokutana tena hapa, watu wa madini mtakuwa mmeshabadilisha mtizamo wa kukaa sana ofisini. Mkae siku 1 inawatosha. Siku nyingi mjikite kwenda site kushughulikia changamoto ambazo zipo kwenye sekta hii ya madini. Tutunze sana mazingira tulionayo. Kama unachimba, ukimaliza kuchimba basi chukua hatua za kutunza pale ambapo umeshahama, upatumii tena. Parudishe katika hali ambayo haiwezi kuhatarisha maisha ya watu wengine. Hizi mamlaka zina sheria tofauti tofauti. Waweze kueleza kwenye eneo la TAWA
shughuli za uchimbaji zinaruhusiwa kwa utaratibu upi, na kama kwenye hifadhi huko kunaruhusiwa, basi watatoa utaratibu. Ila kwa sasa, kwa sababu tumepata ya TFS, tuendelee kuishi nayo. Nitawaagiza pia kama kuna ya kuandika ili tuepushe uharibifu. Tuna hifadhi za misitu ambazo ziko chini ya TAWA na tuna mbuga ya taifa hapa ya Kanapa. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitawasiliana nao ili watupe mwongozo, na tutauwasilisha huo mwongozo kwenye ofisi ya madini angalau kwa kuanzia. Niwaagize pia watu wa madini, hii changamoto ya mitobozano iliyozungumzwa hapa muifanyie kazi. Kama kuna mamlaka zinazohusika na kuja kutatua hii changamoto, kama iko nje ya uwezo wenu, basi mamlaka hizo mziite zifanyie kazi hii changamoto. Tusiruhusu magumu ya huko mbeleni, na kama liko ndani ya uwezo wenu, basi mfanye hivyo kwa haraka.